Na mwana Sport News hapa na Kivona Media, karibu tuchambue michezo ambao inazungumzwa Tanzania nzima na duniani kwa ujumla. Leo tuko kuangalia Simba Sports Club na kikosi chake kizima ambacho jana kimeshinda matukio mawili, magoli mawili kwa sifuri na mpira mzuri kweli kweli. Hivyo kama kaida yangu hapa na Mchome heavyweight champion ambaye anakuguzia vyote hivyo kuhusiana na masuala mazima ya mchezo. Mchome, tumeona Simba jana amecheza vizuri lakini na mpira mzuri. Kwa namna ambavyo mwatazama na namna ambavyo Simba wanacheza michezo ya miwili na uwajana. Simba ile ambayo ilikuwa inazungumzwa pila biliani, Simba ile ambao mashabiki wengi wanaililia, unadhani ndio imerejea au yani maingizo mapya wachezaji hawa wapya hawa, unaonaje mafanikio yao kwa kikosi cha Simba? Hiyo Simba unaizungumzia ni Simba ambayo ilimpa jina moja ya mashabiki nguli akaitwa pasi milioni. Ilikuwa inapiga pasi sana. Pasi ya Nixon, kwanza credit kwa uongozi wa Simba kwa maboresho katika dirisha dogo. Ilikuwa ni timu ambayo mchezaji akiingia alafu ukiangalia benchi huoni kwamba yule akitoka anayeingia anakwenda kufanya jambo ambalo aliyetoka hakuweza au hakuwa na huo uwezo wa kulifanya. Hicho kitu ulikuwa ukioni kwa Simba. Kilikuwa kinakosekana kwa kiasi kikubwa. Kwa nafasi yangu kwa sisi wanahabari, mengi wanazungumza mashabiki, lakini pia wapo wanahabari wengine wanabeza, lakini kwa upande wangu mimi na upongeza uongozi wa Simba kwenye sajili walizozifanya kwenye hili dirisha dogo. Hazikuwa ni sajili za kisasa kwa maana ya kwenda kudili na changamoto moja kwa moja, lakini zimekuja kutibu kwa kiasi kikubwa changamoto ambayo Simba alikuwa nayo. Leo hii nitakukumbusha sababu ya Mpanzu imeingia, yani hakuna hata ile tuseme crowd ile kwa maana ya makofi wanafurahia nani ameingia Mpanzu. Hakukuwa na hicho kitu kwa sababu aliyetoka alikuwa kuna kitu anakifanya ambacho wana Simba walikuwa wanakihitaji kwa muda mrefu, kwamba Mpanzu anakuwa kukifanya. Fine, ukitazama maingizo mapya, Ino Loemba yuko pale, Nixon Kibabage, Anset Oura, Libase Gwe. Yes. Brother, ni watu ambao kwanza ni wanasimba na kuwaombea wawe ni available na mwili, kwa maana wasiwe na changamoto ya majeruhi. Wamekuwa wakifanya kazi ambayo Simba alikuwa akikosa kwa muda mrefu. Movement zao, maelewano kwenye eneo la mwisho, ubunifu, pasi. Tumeona Simba ikipiga pasi na control tempo ya mchezo, wanaamua tunaenda, tunarudi. Huenda ikawa ni mechi ambayo Simba alipata mpinzani ambaye hakuwa na hiyo quality kubwa ya kumpa kashikashi kwa maana ya shida kupata matokeo, lakini ni mechi ambayo Simba alionyesha kile kitu ambacho yuko nacho mara baada ya mchezo wa mwisho wao kupata sare ugenini katika michezo ya kimataifa. Kwangu mimi haya maingizo mapya yamekuwa ni maingizo ambayo yamejibu, yani kiufundi tunasema wametiki maboksi mengi zaidi. Ukitazama eneo la kiungo alipoingia Ino Loemba, fantastic brother, utulivu wake ni hali ya juu, alafu anapatikana eneo kubwa la kiwanja, anapora mipira, anaomba mipira, anaachia mipira kwenye eneo kubwa. Ukitazama Nixon Kibabage, to me ni miongoni mwa wachezaji ambao kwangu sikutegemea hiki ambacho anakifanya. Pengine niliona tu atakuja kuingia kwa sababu ya ubora wake na yule ambaye yuko pale kwa maana ya bwana mdogo Mdigo, lakini kazi anayoifanya Nixon Kibabage ni ya maana. Nitakukumbusha mechi ya nyumbani Simba anapata sare ya 2-2. Pasi ilitoka kwa Kibabage, aliingia kakati, alipokata ile pasi inaenda kukutana na Shomari Kapombe. Tazama Simba namna ambavyo anakiseti kikosi. Simba namna ambavyo inacheza wakiwa na Rushan Dariak, yupo na Suma kwa maana ya Ismaili Toure. Yes. Wanapokaa pale Yusuf Kagoma anashuka chini na maana ni back three wanacheza. Alafu wanaposogea mbele hawa mawinga wanaingia ndani. Wanaobaki kwenye flanks ni mabeki ambao pia kuna muda wanalazimika kuingia ndani kutengeneza namba za idadi ya watu kwenye eneo la ushambuliaji. Hapa wanatengeneza idadi kubwa ya wachezaji ambao mipira mingi inayodondoka hapa wanaweza kuifanyia jambo. Utakumbuka bao la kwanza, mpira unapokwa, goli la kwanza anafunga Libanse Gwe. Beki wa KMC alikuwa na uwezo wa kuondoa mpira, lakini alishindwa kuondoa mpira kwa sababu ya pressure au shinikizo ambalo Simba alikuwa ameliweka kwake.
Tazama namna ambavyo anapata mgagaziko na mtanziko kuachia mpira, watu wanapoka mali, inapigwa pasi, bunduki anatema, Selemani Gomez amefika, wanafunga. Kwa hiyo namna ambavyo wanacheza Simba ni mkakati ambao kocha Simba ameuweka, na aina ya wachezaji alionao wanafiti moja kwa moja kwenye mfumo ambao yeye anauhitaji. Kwanza nazungumzia umri, wachezaji wanaweza kucheza eneo kubwa. Clatous Chota pia tumemwona akicheza. Yes. Hakuwa akifanya majukumu mengi hasa yale ambayo tumemzoea nayo, lakini ile uwepo tu wa Chama yuko kwenye eneo la ushambuliaji, kuna kitu kinaongezeka, kwa sababu tunajua brain ya Chama ilivyo, hasa anapokuwa na mali mguuni. Kuna creativity na naliona eneo kubwa la kiwanja na wapi pasa iweke. Tumeiona Simba imetulia zaidi. Kama ni vile ambavyo anacheza Simba mechi ya KMC, namna ambavyo wamecheza, kama ni hivyo ambavyo watacheza katika mechi za ligi kuu, brother, msimu huu Simba bingwa. Kwa kicheza hivi Simba bingwa. Hivi alivyocheza dhidi ya KMC, kama ndio Simba ambayo Simba anaifundisha, narudia tena, kama atacheza hivi alivyocheza, na wale wachezaji wakiwa wanapatikana muda wote, kwa maana majeruhi hawapati mara kwa mara, hakuna changamoto sio za kifamilia, yale mambo ya mjini unayajua ambayo anawapoteza wachezaji wengi wanaokuja na kasi, brother, Simba msimu huu bingwa. Naam, Mchome, ukisema Simba bingwa, tuzungumzie kidogo bwana mdogo Selemani Gomez. Tumeona mwendelezo wake na upande wake namna ambavyo anacheza. Unaona kiwango chake kinazidi kukua zaidi akiwa Simba Sports Club na pressure imempungua zaidi kwa hivi sasa. Sele, brother, nitakwambia amezaliwa kufunga. Ni mchezaji ambaye kwangu mimi si kuanza kumuona katika michuano hii ya ligi kuu. Wengi wamemuona Sele kabla hajafika hata ligi kuu. Yuko anacheza ndondo huko, Ramadhani Cup ya Shabani Mwanga Hai. Mmoja wa wachezaji ambao walikuwa ni top scorer mara 2 mfululizo akiwa kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo ni striker ambaye analijua zaidi lango. Na hutoshangaa kutoka Fountain Gate kwenda Wydad si jambo dogo. Kulikuwa na wachezaji wangapi ambao wako Simba na Yanga, wale Selemani, kwa sababu Wydad waliona ni mchezaji potential, uwezo wake wa kucheza, umri, lakini namna ambavyo anaweza kuzifumania nyavu. Kuna kipindi tushie kuzungumza Nixon, nikakwambia Simba shida sio kuleta striker mpya, wanakuwa kwenda kutibu tatizo pale pale kwa wale walionao, kwa sababu tumemwona Soa akicheza na Singida. Mechi ambazo alizicheza na idadi ya magoli aliyoyafunga, kila mmoja alisema this is a striker. Selemani tunamjua alivyokuwa na Fountain Gate, alivyokwenda Wydad pia tumeona namna ambavyo amecheza. Alipokuja Simba hakuna yoyote ambaye alitegemea kwamba Sele atakuwa akikosa magoli vile ambavyo anakosa. Nikawa nakwambia kuna kitu, kwa sababu sisi tuna mpira wetu, na ndio maana hata kuna jibu moja Azam inasema ligi yetu kivyetu vyetu, tuna vitu vyetu wenyewe. Kwa hiyo kulikuwa na shida ambayo Simba alikuwa nayo wenyewe, si shida ya kwamba wakatafute tena striker mwingine wamlete. Pengine hata angeletwa nani pale, shida ingekuwa ni ile ile, wasingeweza kufanikiwa kufanya yale ambayo striker anatakiwa kuyafanya. Kwa hiyo Sele ni striker kwangu mimi, na mheshimu sana kazi anaifanya. Kitu kikubwa ni namna ambavyo anajua kudrop, kuchukua mali na kusogea. Sasa striker wa namna hiyo ni ngumu sana kumkaba, kwa sababu kuna muda unamsubiria au unamtafuta kwenye eneo lake la mwisho, hayupo, ameshuka chini, amechukua mali na anakuja. Pindi ambapo unakuja, unakwenda kumkaba, amekata pasi na amefungua. Tazama assist aliyoitoa ambayo anakwenda kufanga Aura. Yes, namna ambavyo alitoka pembeni akaenda akapiga ile cross ambayo inafungwa. Fantastic. So Selemani ni mchezaji mzuri na ana uwezo wa kufunga. Nafasi atakayozipata mimi namuombea tu aweze kuendelea hivi ambavyo amekuwa akiendelea na hii hali ambayo anaifanya hivi sasa ndani ya Simba. Nimeshukuru. Asante Nixon. Naam, huyo ni Rashid Shabani Mchome, the heavyweight champion, ambaye amezungumza vizuri kweli ambavyo namna ambavyo Simba mchezo wao wa jana pia kama wakiendelea hivi basi Simba anaipa nafasi ya kuchukua ubingwa msimu wa 2025 2026. Mimi naitwa Nixon Ogeni, mzee wa Red Card. Kama kawaida nilikuwa na Rashid Shabani Mchome, the heavyweight champion, pia nyuma kamera ni CMX, amfanya vizuri kweli kutoka kwenye lens ya kamera yake kuleta kwenye kioo cha simu yako au kompyuta au TV uweze kuona vizuri kweli. Hapa sasa tunaliziana. Shukuru wewe ambao unaendelea kutegea sikio kufuatilia, lakini mbona mimi endelea kusubscribe, like, comment, share. Jambo la msingi kweli. Asante na kwaheri.